Muendelezo wa mgomo wa dabi kubwa Afrika wazidi kuendelea uko mjini Cairo, Misri. Usisahau kusubscribe, like, comment and share. This is GX Sport Update. Baada ya mgomo wa Simba na Yanga, dabi hiyo kubwa ya Kariakoo kushindwa kufanyika, leo tumehamia mjini Cairo, ambapo dabi kubwa mjini humo na Afrika kwa ujumla, dabi ambazo zinasubiriwa kwa hamu na Waafrika na mashabiki wa timu hizo, baina ya Al Ahly na Zamalek, yashindwa kufanyika baada ya mechi hiyo waamuzi kuteuliwa waamuzi wa ndani, na Al Ahly walikuwa wameshatoa taarifa na barua kuwa wanaomba kubadilishiwa waamuzi wasio waamuzi wa kutoka mjini Cairo na wawe waamuzi wa kutoka nje ya Cairo. Al Ahly walitoa malalamiko hayo baada ya kusema kuwa baada ya mechi nyingi kupita na malalamiko kwenda kwa waamuzi ambao wanakuwa wanachezesha dabi hiyo na ni waamuzi wa kutoka mjini Cairo, Al Ahly walisema kulingana na makosa mengi yaliyojirudia na mengi ambayo yalikuwa yanafanyika kwa waamuzi ndani ya dabi hiyo, waliomba kuwa wabadilishiwe waamuzi kwa sababu waamuzi wanafanya makosa sana katika dabi hiyo ya Cairo. Al Ahly walitoa barua hiyo na wakasema kuwa endapo wasipobadilishiwa waamuzi wataacha kucheza dabi hiyo na pia watashindwa kuendelea na ligi hiyo ya Misri. EFA ambayo ni shirikisho la mpira wa miguu wa ligi huko Misri haikutoa neno lolote na haikusema kitu chochote. Yenyewe ilipanga waamuzi kama ilivyokuwa imepanga waamuzi wa ndani ya mji, walienda kuchezesha gemu hiyo ya dabi kubwa huko mjini Cairo. Mechi hiyo ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 11 Machi 2025. Siku ya mechi hiyo ambayo ni jana, Al Ahly walishindwa kuingia uwanjani na Zamalek walienda uwanjani kama ilivyo kawaida. Al Ahly jana walitangaza kuwa watarudisha viingilio vya mashabiki wao wote waliokuwa wamelipia, na walisema wataongea na makampuni ambayo yalikuwa yanasambaza tiketi hizo na kurudisha kwa mashabiki zao. Zamalek waliingia uwanjani kama ilivyo ada na on time, wakafanya kila process ambayo inatakiwa kufanyika uwanjani kusubiria mechi yao dhidi ya Al Ahly, na waamuzi waliingia uwanjani baada ya kushindwa kuona Al Ahly hawajafika. Waamuzi walimaliza mchezo kwa kugawa pointi 3 za mezani na magoli 3 kwa Zamalek. Zamalek waliokota pointi zao 3 dhidi ya mpinzani wao mkubwa uko Cairo, Al Ahly, kutokufika uwanjani. Na kwa ligi ya Misri na msimamo wa ligi unasema kwamba timu namba 1 Misri kwenye ligi ya Misri ni Pyramid FC ambayo yenyewe ina point 42, na timu ya pili ni Al Ahly ambayo ina point 39, na timu ya tatu ni Zamalek ambayo ina point 32. Huo ndo msimamo wa ligi ya Misri, na dabi hiyo ya Misri ambayo imeshindwa kufanyika na ni dabi kubwa kabisa Afrika. Je, wewe kama mtazamaji na wewe kama mfuatiliaji wa mpira wa miguu unasema nini kulingana na dabi hizi kubwa Afrika kushindwa kufanyika kwa sababu tofauti kama Simba na Yanga, na hivi sasa ni Zamalek dhidi ya Al Ahly kushindwa kufanyika? Una neno gani? Je, ni dabi zote Afrika kubwa sasa hivi zitashindwa kufanyika kwa sababu tofauti? Je, unaona ni sahihi dabi hizo kutokuwa zinafanyika na kuwafanya mashabiki, kuwavunja moyo mashabiki waliokuwa wamejiandaa kwa hali na mali kushangilia timu zao kubwa? Je, unatoa komenti gani dhidi ya hizi dabi kubwa Afrika? Hii ni GX Sport Update.
Dondosha comment yako kwenye comment section na sisi tutaisoma na itafika mbali zaidi. Usisahau kusubscribe, like, comment and share. This is GX Sport Update.